Hapo zamani za kale kulikuwa na mfalme mmoja ambaye aliongoza taifa moja kubwa sana. Lilikuwa ni taifa ambalo lina watu wengi, lina rasilimali nyingi kabisa, lilikuwa lina madini, mbuga za wanyama, ardhi kubwa na kadhalika. Lakini watu waliokuwa wanaishi kwenye nchi walikuwa ni watu maskini sana. Na maisha yao yalikuwa duni kwa ujumla. Hata hivyo mfalme hakuwa anajali sana. Badala yake mfalme alikuwa anatoa kipaumbele katika kuvaa kwake. Alitumia muda mwingi sana kwenye dressing table. Mfalme alikuwa anapenda kuvaa mavazi ya kupendeza ya gharama ya hali ya juu. Alafu kila mwezi alikuwa anapenda kuwakusanya watu kwa maelfu na maelfu, kisha kujipitisha mbele yao akiwa amevaa mavazi yake ya kupendeza na kusikiliza sifa kemkem zikitoka kwa watu. Mfalme umevaa vizuri, mfalme vazi lako la kupendeza, mfalme manukato yako ni safi, mfalme umetokelezea, mfalme. Kwa hiyo alikuwa anapenda kweli kusikia sifa kila mara. Kwa hiyo akawa ameweka kama utaratibu kwamba kila mwisho wa mwezi atakuwa anatoka public na mavazi yake ili watu wawe wanamsifia. Lakini siku moja alipotoka katika utaratibu wake wa kawaida, akapita tu katikati ya watu wakawa wanamsifia. Alipofika mbele kidogo, kuna watu wawili wakawa wamesimama, wakawa wanamwangalia tu. Akashangaa, kwa nini hao jamaa wanisifii? Amefika pale mbele yao, amesimama, anajaribu kujipitisha, kujigeuza ile hata waseme chochote. Wale jamaa wakawa wanamwangalia tu. Wale jamaa hawakuwa wakazi wa lile eneo, walikuwa ni wageni, walikuwa wanapita tu. Basi mfalme akasema, hapana, ngoja niwaulize kwa nini. Basi akawauliza, hivi nyie mzadi kama mavazi yangu ni mazuri, kwa nini hamnisifii? Wale jamaa wakamwangalia mfalme, wakamwambia, mavazi yako sio mazuri kama ya kwetu. Mfalme akakasirika, mavazi yangu sio mazuri? Nyie jamaa mna ujasiri gani kusema mavazi yangu sio mazuri? Haya ni mavazi classic, ni ya gharama ya hali ya juu. Hakuna kiumbe yoyote kwenye ile eneo anayevaa mavazi aina hii. Kwa nini hamnisifii? Wale jamaa wakamwambia mfalme, mavazi yako sio ya kawaida sana. Huwezi kufananisha na mavazi yetu. Mavazi yetu ni classy, yametengenezwa na nyuzi za gharama yale. Kwanza ni nyuzi za kipekee. In fact, mavazi yetu uzuri wake hauwezi kuona unless una akili. Kwa hiyo ni vazi ambalo linaonekana, ni mavazi ambayo yanaonekana kwa watu wenye akili tu. Kichwani ukiwa empty set, hauwezi kuona chochote. Mfalme akashtuka akasema, what? Kumbe kuna mavazi ambayo yanaweza kuonekana na watu ambao ni wise, watu ambao wana akili tu. Basi mfalme akatamani kwamba na yeye awe na yale mavazi. Kwa sababu yeye anawaona watu ni wa kawaida tu, lakini watu wanamwambia kwamba mpaka uwe smart, uwe na akili utaweza kuona mavazi yetu. Kwa hiyo wewe mfalme, mavazi uliovaa ni mavazi ya kawaida sana. Mfalme akachanganyikiwa, akasema kuna hili vazi, kwa hiyo nikivaa hili vazi manake watu wenye akili watakuwa wananiona. Which means wakiwa wananiona na mimi nitakuwa na uwezo wa kugundua nani ana akili, nani hana akili. Kwa sababu ukiniona na vazi langu la kupendeza, then wewe una akili. Kama huna akili, hautaona vazi langu la kupendeza. Basi mfalme akasema, hapana, tufanye hima na mimi nipate ile vazi. Basi akamwambia yule jamaa, kwa hiyo ile vazi nitalipataje? Ni gharama gani? Wale jamaa wakamwangalia mfalme, wakamwambia, ukitupa ndoo 20 za gold. Mind you, kipindi hicho pesa zilikuwa zinapimwa kwa gold. Ukitupa ndoo 20 za gold, tutakupatia ile vazi. Mfalme akaona isiwe kesi. Mfalme hakuwahi kabisa kuvaa vazi la gharama ya hiyo. Ilikuwa ni gharama ambayo ni inflated. Yaani ni gharama ya hali ya juu sana, lakini mfalme akasema isiwe kesi. Akasema nitanunua ile vazi. Akamwambia, kwa hiyo jamaa, anzeni kazi haraka ya kunitengenezea hilo vazi. Mimi nitawapa hizo ndoo 20 za gold. In fact, akamuita waziri wake wa fedha, akamwagiza awapatie jamaa ndoo 20 za gold na eneo ambalo watakaa peke yao kumtengenezea mfalme hilo vazi. Jamaa akachukua ndoo 20 za gold, wakaingia kwenye jumba fulani kubwa ambalo lilikuwa limeandaliwa, wakakaa mule ndani tayari kuanza kumtengenezea mfalme vazi hilo la ajabu. Wakaagiza waletewe nyuzi fulani za gold, sijui nini na mavitu kibao. Wakaagiza ili waanze kumtengenezea mfalme vazi. Lakini wale jamaa walikuwa smart sana. Hakuna vazi lolote walilokuwa wanalitengeneza, wala hawakuwa wanajua vazi lolote, ila walikuwa wamemtrick mfalme. Kwa hiyo muda wote akiwa amejifungia kule ndani, wakawa wana pretend kwamba wanafanya kazi kwa nguvu sana kutengeneza lile vazi. Yaani hawalali, wanapambana kutengeneza lile vazi. Kwa hiyo baada ya muda fulani, mfalme akasema kwamba ngoja nikaangalie progress ya vazi langu. Lakini akakumbuka kwamba lile vazi haliwezi kuonekana sawa na mtu ambaye hana akili. Kwa hiyo lazima achague mtu ambaye ni smart sana
kutoka kwenye kabineti yake aende akakague lile vazi. Basi akamchagua jamaa yake mmoja, mzee mmoja ambaye alikuwa ni very wise, kutoka kwenye kabineti yake akamwambia, nenda kaangalie progress ya vazi langu kule ndani ipoje. Basi yule mzee akatoka akaenda kaingia kule ndani kwa wale walipojifungia wale jamaa wanaotengeneza vazi ili aweze kuona lile vazi naendelea. Lakini ameingia kule ndani, amezunguka kule ndani anatafuta vazi yao, amezunguka kule ndani anatafuta vazi yao, amejaribu kila namna aone vazi, haoni chochote. Wale jamaa walipomwona wakamuuliza, unalionaje vazi? Mzee akachanganyikiwa kabisa, nalionaje vazi? Mbona sioni kitu chochote? Anajaribu kuangalia ile vazi liko wapi, analitafuta alione liko wapi, analitafuta alione liko wapi, halioni. Basi baada ya muda akaanza kuwa na hofu. Kwa sababu alishaambiwa kwamba lile vazi linaweza kuonekana na watu ambao ni wise tu, watu ambao wana akili tu. Sasa akaona nikitoka nikirudi kwa mfalme nikimwambia sioni vazi, mfalme atajua kwamba wewe ni mmoja wa wale ambao hawana akili, ni mpumbavu. For that reason haufai kwenye kabineti yangu. Kwa hiyo akafikia conclusion kwamba arudi kumdanganya mfalme, aseme kwamba vazi ni nzuri sana. Okay? Kwa hiyo wale jamaa wanao pretend kwamba wanatengeneza vazi wakamuuliza na swali, unalionaje vazi? Jamaa akasema ni bonge la vazi, yani sijawahi kuona vazi kama hili. Kumbuka hakuna chochote, lakini hataki kuonekana kwamba yeye ni mjinga. Kwamba yeye ni ana kitu ndani. Kwa hiyo akamwambia kwamba ise vazi ni hivi. Bonge moja la vazi, ni vazi zuri sana. Okay? Basi akatoka akaenda kwa mfalme. Mfalme alipomuuliza hali ipoje, akamwambia ise mfalme, ni bonge moja la vazi. Yani sijawahi kuona vazi kama hilo. Yes, mfalme. Yeah, vazi linakuja. Basi akakaa pale. Baada ya muda tena, siku 2-3, mfalme akamtuma mtu mwingine tena aende kaangalie progress ya vazi. Akamchagua jamaa mmoja, mmoja wale ambao wanaaminika kwamba wana akili sana, watu smart sana. Akamwambia nendeni kule ndani kaangalieni progress ya vazi. Wakaenda kule ndani, wakazunguka kule ndani hawaoni kitu. Wakazunguka kule ndani hawaoni kitu. Wakazunguka kule ndani hawaoni kitu. Wale trickster waliokuwa jifanya kwamba wenyewe wanatengeneza vazi, wakamuuliza wale jamaa, mnafikiri nini kuhusu vazi? Acha vazi lipi, mbona tuoni chochote? Lakini hawasemi. Kumbuka wanajua kabisa kwamba vazi hili linaonekana na watu wenye akili tu. Sawa? Hasa wanaogopa tukisema hatuoni vazi maana tutaonekana kwamba hatuna akili. Kwa hiyo wakaangalia pale ndani. Mwisho wakafikia conclusion kwamba kusema kwamba vazi ni lizuri. Kumbuka hakuna kitu. Akasema vazi ni lizuri, liko vizuri sana, litampendeza mfalme. Basi baada ya kutoa jibu hili, wakatoka kaenda kwa mfalme, wakamwambia mfalme ni bonge moja la vazi. Yani ni vazi zuri kabisa. Basi kafikia muda wale jamaa wakamaliza kazi yao, wakatoka ili waende wakamkabidhi mfalme vazi. Nao hawana kitu chochote, hawajatengeneza kitu chochote, ila wanifanya wameshikilia vazi hivi. Wakaenda kwa mfalme, wakamwambia mfalme vazi hili hapa tumeshatengeneza. Mfalme anaangalia, mbona sioni kitu chochote? Vazi lipi hao jamaa wanasema? Akaangalia, anajaribu kuangalia kila mahali, chini, juu, aone hilo vazi. Labda pengine litakuwa limetumiwa news ambazo ni azionekani, ni very transparent na kadhalika. Anajaribu kuangalia lile vazi, haoni. Ila jamaa wamelishikilia, wana pretend kwamba wameshikilia vazi hivi. Basi mwisho wale jamaa wakamuuliza mfalme, mfalme unafikiri nini kuhusu vazi? Mfalme akakumbuka kwamba nikisema kwamba hamna vazi na wale jamaa walisema kwamba hili vazi linaonekana na watu tu ambao wana akili, maana yake wale jamaa wataona kwamba mfalme ni mpumbavu. Na wakiona kwamba mfalme ni mpumbavu, maana yake si fit kuongoza ile eneo. Kwa hiyo nifanyaje sasa hapa? Na sioni kitu chochote. Basi ikabidi mfalme aseme tu kwamba anaona vazi lizuri sana la kupendeza kila mahali. Hata wale jamaa wakasema yes, okay mfalme. Kwa hiyo sasa inabidi uvue nguo ili uvae vazi hili. Akamshawishi mfalme kwamba avue nguo zote, abakiwe na chupi tu, kisha avae lile vazi zuri la kupendeza ambalo ni watu wenye akili na uwezo wa juu tu watakaokuwa na uwezo wa kuliona. Au kumbuka wasaidizi wake walishaenda kuliangalia vazi na wakafikia conclusion kwamba vazi ni vizuri. Hawakuona kitu, ila walikuwa wanaogopa kuonekana kwamba hawana akili. Kwa hiyo na wenyewe wakawa wamesema kwamba vazi ni vizuri. Kwa hiyo mfalme aliona kwamba watu kumbe wasaidizi wake waliona vazi zuri, akaisa baba yeye peke yake ndo hana akili na hataki kuonekana kwamba ni mtu ambaye hana akili. Kwa hiyo akasema okay, naenda kulivaa vazi hili. Kwa hiyo jamaa kwa wana pretend kwamba wameshikilia vazi hivi. Kumbe hajashika chochote. Ni empty kabisa, kuna chochote. Sawa. Mfalme akavua nguo zote, akabakiwa na chupi tu, mabole yake yakiwa yamening'inia pale. Akavikwa lile vazi hewa.
wale wasaidizi wake wakiwa wanapiga makofi, wanamshangilia kwamba mfalme anaonekana vizuri, yuko poa kabisa. Basi mfalme akatoka kwenda public na vazi lake la ajabu, ili kila mtu amuone, amshangilie. Hajavaa kitu chochote, lakini kwa sababu hataki kuonekana kwamba yeye ni mjinga, ni mpumbavu asiyekuwa na akili, na wasaidizi wake nao hawataki kuonekana hivyo, inabidi wote wasubscribe kwenye Intersubjective Truth kwamba vazi ni vizuri na linaonekana vizuri na ni vazi la ajabu. Basi mfalme akavaa vazi lile vazi hewa, akatoka nje akiwa anatembea kwa kujidai kabisa kwamba ni bonge moja la vazi. Now kama kawaida, wananchi wametoka kwa maelfu na maelfu na maelfu ili kumwangalia mfalme na vazi lake la ajabu. Nao wananchi nao wakawa tayari wameshapata taarifa kwamba mfalme atatoka na vazi la ajabu ambalo linaonekana na watu wenye akili tu, watu wenye uwezo wa juu tu. Kama wewe ni mtu mbumbumbu, mtu wa kubabaisha, hauwezi kuliona ile vazi. Nao mfalme alipotoka kana tembea public, wananchi wanashangaa, mbona mfalme yuko uchi? Mbona mfalme yuko amevaa boxer tu? Actually amevaa panty tu. Nini kinachoendelea hapa? Inakuwaje mfalme ametoka nje uchi? Lakini wananchi wakawa hawana uwezo wa kusema, kwa sababu tayari wameshaambiwa kwamba wenye uwezo wa kuliona ile vazi ni watu wenye akili tu, na wananchi hawataki kuonekana kwamba hawana akili. Kwa hiyo ikabidi na wao waanze kumsifia mfalme. Mfalme, vazi lako ni best, yani ni bonge la vazi, haujawahi kuona vazi kama. Kwa hiyo mfalme akawa anapita kwa kujimwamba fai kabisa, akiamini kwamba labda yeye pekee ndo alioni, lakini kweli vazi linaonekana. Kumbuka hajavaa kitu chochote, atembea na boxer yake tu, right? Tena sio boxer, labda ni zile panties za zamani tu, umeona? Kwa hiyo mabole yote makengele yako nje yanashangilia. Lakini mfalme anapita tu kuna deki kati ya maelfu watu, na kila mtu hawezi kusema chochote kwa sababu anaogopa kuonekana kwamba yeye ni bumbumbu, yeye hana akili. Kumbuka vazi linaonekana na watu wenye akili tu. Kwa mfalme anapita kwa maelfu ya watu katikati, watu wanashangilia. Mfalme amevaa bonge la vazi la gharama, vazi la linaonekana na watu wenye akili. Yani hakuna aliyewahi kuvaa vazi la aina. Kwa mfalme akawa anapita kwa kujigonga kifua, anatembea pita katikati ya maelfu na maelfu na maelfu na maelfu na maelfu ya watu. Kila mtu anamsifia mfalme kwa kuvaa vazi zuri, vazi ambalo halipo. Yani kiuhalisia kwamba mfalme anatembea uchi, lakini kila mtu analazimika kumsifia kwamba amevaa vazi zuri. Sawa. Kakatembea alifika mbele kabisa, akakuta mtoto mdogo, akakutana na katoto fulani kadogo. Kakatoka kumwangalia mfalme, akasema, "Wait, baba, mbona mfalme anatembea uchi?" Babake anamwambia, "Nyamaza. Tuonekana hatuna akili kwenye familia." No! Mtoto akasema, "No, mfalme anatembea uchi, mfalme hajavaa vazi lolote." Basi baada ya kupiga makelele, kabidi watu wote sawa kubaliana na uhalisia. Wote wakaanza kucheka, "Mfalme yuko uchi." Kwa hiyo mfalme ndiye akajishtukia, kumbe niko uchi. Na wale wasaidizi wake na wenyewe akasema, "Kwani bwana mfalme huko uchi ile tuliogopa kusema." Basi mfalme akatoka, akakimbia kenda kujifungia nyumbani kwake. Akavaa nguo, akachukua zile nguo zote nyingine za gharama alizokuwa nazo, akagawia maskini, akasaki kabineti yake yote. Akabadilika, akaanza kuwa humble. Na wale jamaa trickster wakawa wamepiga zao mabilioni ya hela kupitia zile gold, wakachapa zao hapa. Hadithi ikaishia hapa. Hadithi inatufundisha nini? Mimi mwenyewe sijui. Angalia kinachoendelea nchini, alafu uniambie hadithi inatufundisha nini. Bye bye.